Kwenye benchi la ufundi la Young Africans kuna mtu anayefahamika kama Thulani Sekiso. Huyu ni raia kutoka South Africa ambaye ni video analyst, ndio mkusanya taarifa za wapinzani kwenye kikosi cha Young Africans. Huyu bwana alikuja kwenye kikosi cha Young Africans kwenye dirisha kubwa, alikuwa sehemu ya benchi la ufundi ambao lilikuja pamoja na Romain Folz, na ni miongoni mwa usajili bora na muhimu ambao Young Africans wanao katika kikosi chao mpaka sasa hivi, kwa sababu licha ya kwamba Romain Folz alishaondoka, lakini Thulani Sekiso ameendelea kuaminiwa katika kikosi cha Young Africans kama mkusanya taarifa za wapinzani ambao Yanga wanakwenda kukutana nao. Na huyu jamaa hata kipindi ambacho Young Africans ilikuwa chini ya Romain Folz, of course performance yao ilikuwa ni kitu kingine, lakini Young Africans kwa kiasi kikubwa sana ilikuwa ni timu ambayo haikuwa na shida kwenye upataji wa matokeo, na ni kwa sababu ripoti na analysis ambazo Thulani Sekiso alikuwa anazifikisha kwenye benchi la ufundi zilikuwa zinaakisi uhalisia wa jinsi ambavyo wapinzani walikuwa wanajaribu kukabiliana na Young Africans. Shida tu mwanzo ilikuwa ni kwamba ukufunzi wa Folz ndio ambao ulikuwa unatia mashaka. Kile ambacho alikuwa anajaribu kuwafanya wachezaji wakifanya kiufundi kilikuwa kinaonekana kama kinaleta sintofahamu, lakini analysis ya video analyst Thulani Sekiso ambaye ilikuwa ni sehemu ya benchi lake la ufundi ilikuwa spot on. Sasa baada ya Young Africans kumalizana na Romain Folz, wakaamua kumbakisha huyu bwana. Ni kwa sababu viongozi wa Young Africans waliridhishwa kwa kiasi kikubwa sana na output ambao walikuwa naiweka mezani kwa niaba ya benchi la ufundi dhidi ya wapinzani tofauti tofauti ambao Young Africans walikuwa wanakutana nao. Na huyo amekuwa ni kiungo muhimu kwenye hizi mechi mbili ambazo Young Africans wameonekana kiufundi kuwa top, kuwa perfect kwenye phase zote, wakiwa na mpira, wakiwa hawana mpira, kwenye negative transition, kwenye positive transition, kwenye nyakati zote hizo Young Africans walikuwa wanaonekana kuwa katika ubora unaotakiwa, na ni kwa sababu ya taarifa sahihi ambazo Thulani Sekiso alikuwa anazifikisha kwenye benchi la ufundi la Young Africans. Miongoni mwa vitu ambavyo vitakuonyesha kazi nzuri ambayo Thulani Sekiso alikuwa anaifanya, mathalan ni kwenye mchezo dhidi ya FAR Rabat pale Zanzibar. Nyakati ambazo Young Africans walikuwa wanajaribu kwenda kupress kwenye robo tatu ya kwanza ya FAR Rabat, walikuwa wanajaribu kwenda kumharass goalkeeper kila alipokuwa akirudishiwa mpira, lakini namba 6 Mohamed Hirimat naye alipokuwa kwenye half time ilikuwa ni trigger ya Mudathir kwenda kufanya pressing wakati mpira uko kwenye eneo lile, na kwa kiasi kikubwa sana Young Africans walikuwa wanafanikiwa. Lakini katika maeneo mengine ambayo analysis ya Thulani Sekiso ilikuwa imeidentify kama ni udhaifu kwa upande wa FAR Rabat, ni kwenye wings zao. FAR Rabat walikuwa wakianza kukushambulia, wide areas zinakuwa wide open, na ndio maana sana kwa kiasi kikubwa sana kwenye kipindi cha pili ule upande wa kushoto Young Africans wakawa wanatiririka, majaro yalikuwa yanamwagwa mengi sana kwenye box la FAR Rabat, nafasi zilikuwa zinashindwa kutumika, lakini ile ishara ya kwamba Young Africans walikitendea haki kile ambacho Thulani Sekiso alikiweka kwa mwalimu Pedro Goncalves kiufundi kama sehemu ya kujaribu kuexpose madhaifu ya FAR Rabat na kujaribu kutengeneza mazingira ya kwenda kuwadhuru. Lakini hata katika mchezo dhidi ya JS Kabylie unaiona kabisa Young Africans namna ambavyo mawinga walikuwa wanajaribu kwenda kuwasaidia fullbacks kuzuia, kwa sababu ilishajulikana kabisa kwamba threat kubwa ya JS Kabylie inatokea pembeni. Kipindi cha kwanza kwa kiasi kikubwa sana crosses zilikuwa zinapigwa na zilikuwa zinaonekana kwenda kuwaletea matatizo kila hapa na pale Young Africans, lakini mwafaka huo ukawa umepungua sana kwenye kipindi cha pili, na ni kwa sababu ya adjustments za kiufundi ambazo Young Africans walifanikiwa kuzifanya, lakini ni kupitia klipu za dakika 1 mpaka 2 ambazo Thulani Sekiso alizikusanya kwenye kipindi cha kwanza cha mchezo ule na kuzifikisha kwenye benchi la ufundi likiongozwa na Pedro Goncalves kama sehemu ya kujaribu kuendelea kuboresha msingi wa Young Africans wa kufanya vizuri na kupata kile ambacho wanakitaka katika mchezo ule. Kwa hiyo huyu pia ni miongoni mwa watu ambao kiukweli wamefanya kazi nzuri. Kazi yake imekuwa ikitambulika na viongozi tangu Folz yupo. Ni issue ya performance ambayo Folz alikuwa anashindwa kuiandaa, lakini kazi ya Thulani Sekiso ilikuwa nzuri, imeendelea kudhihiri sasa hivi chini ya mpira unaoeleweka kwa mwalimu Pedro Goncalves.